Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, ni kukaribisha kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kubwa kuliko kwa siku hii ya leo ni kipa wa Mashujaa FC Patrick Muthila. Ndiye aliyekuwa kinara wa clean sheet akifikisha 12 kwa wazawa msimu uliopita Ligi Kuu Bara, ambapo amezungumzia ugumu wa kufikia rekodi hiyo. Amesema alipata na majeraha hivyo katika mechi 6 dhidi ya Singida Black Star, Pamba Jiji, Simba, KMC na Tanzania Prison. Ndizo alipata clean sheet moja anayomiliki msimu huu. Mbali na majeraha ya hapa na pale yaliyomsumbua, wazawa tumekuwa na changamoto za muendelezo wa viwango vyetu bila sababu. Kutofauti kuondoa kuumia, tofauti na Simba, Yanga na Azam zinazokuwa na ubora wa juu, hivyo lazima anapatikana kipa namba 1, alisema na kuongeza, binafsi sioni kama zinafikia hizo kutokana na hali halisi. Angalau namuona Yona Amos na Pamba alimaliza na 11 na sasa na 5, naye si rahisi kwake, anajitahidi, mapambano pia ya kutosha. Kwa upande wa mshindani wake wa namba katikati ya timu yao, Eric Johola, ambaye ana clean sheet 6, amesema kwa clean sheet zinazoonyesha Johola huenda akafikia, ingawa kucheza pia tunapishana. Kuna wakati anacheza mimi na muda mwingine anacheza yeye. Msimu wa 2024-2025, msimu uliopita 2024-2025, mzawa aliyekuwa anaongoza kwa clean sheet ni Muthila wa Mashujaa, ana 12, alifuatiwa na Yona Amos wa Pamba Jiji 11, Yakub Suleiman akiwa JKT Tanzania na 8, Chuma mgeni wa Coastal Union ana 7, Metacha Mnata wa Singida Black Star na 7 na Zuberi Foba wa Azam ana 7. Ukiachana na wazawa, nafasi 2 za juu zikishikwa kwa makipa wa kigeni. Uso Kamara na wa Simba alikuwa na 19 na Dingwi Juara wa Yanga amemaliza na clean sheet 17. 2026-2025, ukiachana na kipa wa kigeni wa Yanga Diara kuongoza na clean sheet 8 msimu huu, kinara wa mzawa ni Johola mwenye 6 sawa na Ali Salim wa Dodoma Jiji. Kocha JKT Tanzania Hamad Ali amesema kila mchezaji ana kitu chake kuhusu rekodi hizo, huenda wakazivunja ama kuzifikia, kwani bado ligi inaendelea na chochote kinaweza kikatokea. Basi hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Asante.